ngoma yake akilia achape titi zote mbili. Fungua Biblia yako kwenye kitabu hicho ambacho kimeshaandikwa hapo juu yangu, kitabu cha Marko sura yake ya 10. Nitasoma kuanzia verse ya 46, mwisho itakuwa ni 52. Na hapo ndiko kuna maneno tutaweza kuzungumza. Tutagusa verse zote ambazo tutazozisoma leo. Biblia inasema hivi: wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartholomayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. 47. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. 49. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. 50. Akatupa vazi lake akaruka, akamwendea Yesu. 51. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. 52 ndio mwisho. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Ya hayo kidogo tusome hapa. Amesoma katika kitabu ya Marko 10:46 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza impumyi. Amen. Yesu akiza impumyi yitwa Bartimayo. Umustari wa 46 tukavuga ngo nuko bagera Yeriko. Akiva Yeriko n'abigishwa be, abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwa Bartimayo, umusenzi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko yasomye harehare, reka turekera aho ngaho. Niba abatumva neza wenda bafite igitabo baraza gukomeza. Ni kuri 46 kugeza kuri 52. Ya, unaweza endelea. Tunaweza kusoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 10:46 52 mwisho. Ya, kuko tumaze kuwasoma muri Marko mstari wa 51. Na hapo tunataka tuzungumzie kuhusu neno fupi linalosema kuvua koti. Tunashaka kuvuga ijambo litoya rivuga kwa koti. Lakini kabla ya kufika kwenye hilo neno, aliko taragera kuri iryo jambo, acha tuangalie hiyo verse ya kwanza ambayo tumeanza nayo 46. Reka tuanze turebe mstari wa 46. 46 Biblia inasema hivi, ijambo ry'Imana riravuga ngo alikuwepo mtu mmoja muomba, hariho umuntu wasengaga, lakini kilichomfanya kuwa omba ni macho yalikuwa hayana uwezo wa kuona. Icyatuma agasenga nuko amaso atareba. Na watu walikuwa wamezoea kumwacha kando ya njia. Abantu bari baramenyereye kuza bamushira iruhande rw'inzira, sababu aweze kupata chochote kitamwezesha katika maisha, kugira ngo abashe gusabiriza abahushuka kugira ngo abone ibimubeshaho. Na alikutana na watu tofauti, yagiye ahura n'abantu batandukanye. Na kuna wakati wasomi walipita, mu gihe bamuhamagaye, watajiri wakapita, igihe kigeze wakamwachia pesa, wakamusigira mafaranga, lakini alibaki kipofu. Aliko yali impumyi. Watu walimsaidia, abantu baramufasha, lakini alibaki kipofu.
ariko yakomeje kubivuga. Siku moja amekaa kando ya njia, ariko umunsi umwe yaricaye iruhande rw'inzira, akasikia kelele za vishindo vya miguu ya watu, aza kumva urusaku rw'abantu benshi. Akauliza watu waliokuwa karibu yake, abaza abantu bari iruhande rwiwe, toka nianze kukaa hapa sijasikia kelele kama hizi, kuva natangira kuzanicara hasi kulikoni, hariho iki? Wakamwambia ni Yesu Nazareti. Baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti, yule anayeponya wagonjwa. Wa wundi ukiza abarwayi. Anayeponya magonjwa, ukiza abarwayi. Na mimi ni mgonjwa, naje ndi umurwayi. Naferije sasa kumuita leo. Naje ndamuhamagara. Kwa nini leo haniache huyu Yesu? Uyu munsi tasi. Leo sitakubali Yesu aniache. Sinemera kweli. Sema leo usikubali Yesu akuache. Kwa nawe uyu munsi Imana ati. Aliposikia kelele za mishindo na miguu, amaze kumva urusaku rwinshi, akaanza kupiga kelele papo hapo. Na watangira gusakuza. Moyo wako leo upige kelele, Yesu ninataka nikuone maisha yangu. Na watangira kuvuga kuko. Ninataka nikuone Yesu ndani ya uchumi wangu. Akatangira kusakuza. Ninataka nikuone Yesu kwa ajili ya watoto wangu. Naje ndashaka kukubona. Lakini alipopiga kelele mara ya kwanza, akichumba urusaku bwa mbere, mara ya pili, bwa kabiri, wale waliomwambia ni Yesu walimnyamazisha. Babandi bamubwira ngo ni Yesu, baramubwiye ngo naceceke. Nyamaza Bwana, anapiga kelele. Baramubwira ngo ceceke, uri gusakuza. Nyamaza, unatusumbua. Uri kudusakuriza. Kuna watu watakuhubiri kuwa Yesu ni njia, abazakubwira ngo Yesu ni inzira, lakini siku ukasimama kuifanya kazi ya Yesu, bazakubwira ngo waguruke. Lakini wale waliokuambia Yesu ni njia tena watakupiga vita. Nyuma bazakubwira ngo Yesu ni na yeye amefanya. Taikokola tabiri. Sorry. Na yeye amezidi hata vitambaa tu hivi kichwani. Nawe yakelele kukomeza kumva urusaku. Sasa huu Kristo ameuvamia. Sasa huu Kristo ameuvamia. Aravuga ngo yo endelea. Haleluya. Wale watu ambao watakuambia Kristo ndio njia, itafika wakati hao watakupiga vita kwa ajili ya Yesu. Babandi bakubwiraga ngo Yesu niwe nzira, babandi nibo bazasubira kugira gute kuza kukubuza. Lakini usivunjike moyo. Ariko tukacika intege. Lakini usikate tamaa. Tukacika intege. Yule kipofu hakuvunjika moyo. Yampumyi tigeze icika intege. Yule kipofu hakukata tamaa. Yampumyi tigeze icika intege. Akaendelea kupiga mara ya tatu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yakeneye gusakuza ngo mwana wa Daudi babarira. Yule jamaa alikuwa kipofu. Wao ni wale impumyi. Watu walikuwa wanamchukua kwake na kumweka barabarani. Abantu bamurengezaga bakamujana kumushaka. Lakini siku ya kwanza alikutana na Yesu. Ariko umunsi wa mbere yawe Imana. Amesema neno moja nzito na imani ya kiwango. Yavuze ijambo rimwe rikomeye. Mwana wa Daudi Yesu. Aravuga ngo Yesu unirehemu. Mbabarire. Hilo ni neno kuu la ushujaa ambalo lilifanya mbingu ikasikia sauti pamoja na kelele za watu. Ndio jambo yavuze ryageze kwijuru likora ku Mana. Maana ukiangalia wingi wa watu waliotembea nao Yesu kwa masikio ya binadamu asingesikia. Urenza abantu bari bakurikiye Yesu bari benshi cyane. Lakini neno nisamehe. Ariko ijambo lilifanya mbingu ikatikisika. Ya jambo jambo lilifanya mbingu ikaelewa maumivu anayopitia. Imana yumva umepata chance ya kukutana na Yesu. Ale uburyo ashaka kuona Yesu. Pamoja uliokoka miaka nenda na miaka rudi. Igihe bamujanaga bamusiga hariya wakasura bakamusiga. Lakini una haki ya kumwambia Yesu nisamehe. Ariko kuruwa muserafuze ngo Yesu babarire. Kwa sababu mwili uliovaa asili yake umeota dhambi. Kubera kuko umubiri yarafite tiwaruwiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu alisema hivi, Agano la Kale walisema usizini. Yesu waravuga mwisezerano rya kera ati, lakini mimi ninawaambia, ariko jewe ndavuga, amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amedhini naye ni dhambi. Uzareba umugore akamwifuza. Kumbe maisha ya mwanadamu asubuhi mpaka jioni, inawezekana hujatamani mwanaume, umetamani kitu cha jirani yako. Inawezekana hujatamani mwanamke, umetamani gari ya jirani yako. Na unapoangalia kwa kutamani ni nini? Kumbe asili ya mwili umejengwa na nini? Na dhambi. Kumbe unapopata nafasi ya kukutana na Yesu, mwambie neno moja, Mwana wa Daudi unirehemu, sema amina.
mugenzi wawe cyangwa icyo ari cyo cyose, ariko kuri uriya munsi impumyi yaravuze ngo Yesu mbabarira. Na aliposema hilo neno, amaze kuvuga iryo jambo, Yesu akasema mteni. Yesu aravuga ngo wale watu waliomnyamazisha, babandi babucecekesheje, hao walitumiwa kumuita. Abo nibo Imana yakoresheje. Wale watu watakao kupona leo kwa ajili ya Yesu, abo nibo Yesu yabwiye ngo mugende mu hao Yesu ataruhusu kukutana na wewe ambapo Kristo ameanza kukuinua. Kubera ko Yesu Kristo yamaze kumuzuka, wakaja kwake wakamwambia maneno matatu mazito. Reka tuvuga amagambo atatakomeye. Inuka, haguruka, Yesu anakuita. Yesu anakuhamagaye. Inuka ni utoke mahali uliko uende mahali pengine. Kuvuga ngo haguruke ni ukuva aho uri kugira ngo uje ahandi hantu. Yamkini sehemu uliyokuwa ni chafu, ina dhambi, aho wari uri hari umwanda. Yamkini sehemu uliyokaa ustahili kuikaa, ariko wari wicaye ntari bikwiye gukomeza kuhicara. Yamkini muonekano wako wa sasa sio muonekano wako halisi, kubera kuko aho wari wicaye si ngomba. Inaonekana uchumi ulionao leo sio uchumi ambao mbingu imeruhusu uwe nao. Ukuntu umeze kuri none siko, lakini uko nao kwa sababu umekaa sehemu moja. Kubera kuko wicaye hapa, mbingu inataka uinuke hapo uliko. Imani inataka ngo ndipo msogelee Kristo. Sasa sikia alichokifanya kipofu. Kabla ya kupiga hatua, jambo la kwanza aliinuka. Baada ya kuinuka akalichukua koti akalitupa. Atakuhaguruka yarari ariko akapata ikoti liwe alisigaho ngaho. Na leo tunataka tuzungumzie kuvua koti. Uyu munsi dushaka kuvuga ngo wambure ikoti ryawe cyangwa umwitero wawe. Sasa hilo koti alilolitupa, ya koti yambuye, ninataka nikupe faida tatu ambazo lilimsaidia. Reka mbabwire ku bintu nka bitatu. Kwanza lilimsaidia kuhifadhi kila kitu alichopewa. Zamufashije ku kintu yahawe. Lakini pia lilimsaidia wakati wa baridi kujisitiri baridi. Ariko kandi zamufashije kutumva. Lakini pia likamsaidia wakati wa jua kali kuliweka kama mwamvuli kumsaidia joto kali. Kubera ko mu gihe cy'imbeho byaramufataga kumva ubushuhe. Lakini siku alikutana na Yesu, ariko umunsi yagiye kureba Yesu hakuona thamani ya koti. Tigeze atekereza kuzikoti. Niuliza swali hilo. Hilo koti akipewa pesa anaweka, akipewa samaki anaweka, akipewa mkate anaweka, andazi anaweka, isingetoa harufu? Kubera ko rya koti bagaza bamuha amasamaki gashya muri rya koti moja, gashya muri rya koti, biryo gashya muri rya koti. Lifazi mkate, lifazi samaki, lifazi fedha, alitatoa harufu? Ariko ndio tafsiri ya mali ya dhambi. Unaweza ukafanya hili ukaona limekulinda, ukafanya na hili ukaona linakulinda, lakini mbingu inasikia unatoa harufu. Ili umsogelee Kristo, unatakiwa uvue dhambi ulizozibaa ili upate nafasi ya kuongea naye, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Amen. Kugira ngo wegere Imana nuko ugenda imbere y'Imana utacaha ufite. Kubera ko rira koti ryiwe rirashoka ko ryanukaga, kubera ko ibyo bamuhaga byose yashiraga muri rya koti, byaba isabaka cyangwa se ibindi yashiraga muri rya koti. Ariko kuko yaramaze kumva ijwi rya Yesu, yaguye wamwitorewe cyangwa se rya koti rye ararisiga yegera Yesu. Na ndiyo maana ndicho kijua yule mwombaji alijua kuwa ninakutana na mtakatifu. Nicho cyatumye amenya neza ko agiye kuonana na Yesu. Na wewe useme moyoni leo unataka kukutana na mtakatifu. Na uvuge ku munsi wano unataka kuonana na Yesu. Na kwa sababu unataka kuonana na mtakatifu, kubera kushaka kuonana na Yesu, kwanza upige hatua utoke uliko. Banzuva hapo. Maana hapo uliko unajivunia koti kusaidie. Kubera kuko aho uri ntabwo hameze neza, rira koti nimeze neza. Lakini ili uonane na Yesu, hiyo koti si chochote. Iryo koti lisigaho ngaho. Ukifika kwa Kristo utakuta makoti ya samani. Nugera iruhande rwa Yesu urabona irindi. Ukifika sehemu watu watasema kuna mtu amesimama. Nugera imbere ya Yesu abantu baravuga. Na mbingu itasema pale kuna mwanangu amesimama. No mwijuru barabimenya. Akachukua koti akatupa. Yambara ikoti ryo arari. Yesu alipoangalia moyo wake, Yesu arebye umutima wiwe, aliona mambo mawili mazito aliyoyafanya hata hajahubiriwa na mtu. Yesu alisema mambo mawili. Mwana wa Daudi unirehemu. Aravuga ngo Yesu, msamaha ulitoka moyoni, kubera ko ryamuvuye mu mutima we. Mdomoni kulitoka unisamehe unirehemu. Mu kanwa kiwe
bavuga na moyoni mkaja, hapana, siwezi kwenda kwa Kristo, nina koti itanifanya niwe mzito kumfikia Yesu. Aravuga ngo sikwiriye kuja imbere y'Imana nambaye ikoti kuko riraremereye ntabwo ribeze. Kuna watu wanatamani kupiga mbio wamfikie Kristo. Hari abantu bashaka kugira ngo begere Imana Yesu, lakini koti walizovaa zinawafanya kuwa wazito. Ariko imyambaro bambaye igatuma baremereye. Wanapotaka kupiga hatua, wagira ngo utambuke, hawakimbii kwa sababu ya uzito wa koti walizonazo. Bakumva batagenda neza. Koti ninayozungumzia ni moja ya tabia ambayo unaifanya ambayo Mungu haipendezwi nayo. Ikoti chaka kuvuga ni myitwarire y'umuntu itaneze. Kuna watu ni watumishi wa Mungu lakini bado wana koti ya uzinzi nyuma yake. Harabitwa ko bakorera Imana ariko bakicambaye ikoti ridahesha. Kuna watu ni watumishi wa Mungu lakini nyuma yake kuna koti ya ulevi. Hari abantu bakorera Imana ariko muri bo umwambaro wabo. Kuna watu ni watumishi wa Mungu lakini maneno ya uchonganishi bado ni koti nzito linalofanya wasimfikie Kristo. Hari abakozi b'Imana bavugira Imana ariko kandi bafite ikoti ribahambiriye. Ndio maana usikia mimi wenda Mungu anisikiaje, lakini nicyo gituma bamubaza kila siku ninaomba Mungu lakini buri gihe ndasenga sijasikia Mungu amenijibu. Sindumva Imana isubiza. Shida sio wewe, chunguza sehemu unaokaje. Umetoka sehemu umeenda sehemu. Ikibazo si wewe, basi tekereza ahantu wavuye. Na kama umetoka sehemu kwenda sehemu, je, ile koti ya ile sehemu umeenda nayo au umeiacha? Ya myitwarire yawe ya hahandi se niyo wasubiye kuzana imbere y'Imana birakumva. Maana tuko wengi kabla ya kuingia kanisani tulikuwa tuna dhambi. Mbere yuko twinjira mu nzu y'Imana tubanza kuwa, lakini mbingu imetuita, tumetoka nje tumeingia ndani na dhambi zote. Imana iratubwira ngo tuze twinjire mu nzu yayo. Walioingia na dhambi zote tena tunataka tuseme neno kwa Mungu na Mungu alifanya. Twarangiza bamwe bakaza bafite n'ibyo zaba bavuga ngo basenga Imana ibumve. Uri mutuki. Mungu ni mtakatifu. Imana ni yera. Hajibu kwa sababu umeomba. Taza subiza kubera ko. Anajibu kwa sababu wewe ni mwanaye. Na ni yupi mzazi anaweza kumpa mtoto wake kitu kizuri wakati akimtuma anakataa? Niryare umuvyeyi yaho umwana wiwe kitu. Kama sisi tukiwatuma watoto wetu wasipofanya tunawanyima. Kikuta abana yacu babatuma ntibakora icyo twababwiye tukabaha ikintu cyiza. Kumbe ili tumsogelee Kristo vizuri, kugira ngo natwe twegere Yesu neza, na sisi tujisikie furaha na amani ya kuwa na baba yetu karibu, natwe twumve ibyishimo n'umunezero kwegera Imana. Tupige hatua ya kutoka sehemu na kwenda sehemu. Dutere intambwe tuva ahantu tuja ahandi. Tulivyoamua kutoka Misri, nimba waremeye kuva muri Egiputa. Katika lugha ya Biblia Misri inalinganishwa na sehemu ya dhambi. Biblia nukitubwira muri Egiputa hagereranwa n'ibyaha. Na Farao anachukua picha ya shetani. Farao nawe agahabwa ifoto ya kupiga hatua ya kutoka Misri na kumwendea Kristo. Kuva muri Egiputa usanga Imana. Tunatakiwa tuyaache yale ya Misri. Biba bisabye kuko ibyo muri tusahau vitunguu vya Misri. Bibagirwa ibyo tusahau tomato za Misri. Bibagirwa ibyo ndipo tufike Kanaani salama. Kugira ngo tufike. Hiyo ndio changamoto iliyofanya wote waliozaliwa Misri kushindwa kufika Kanaani. Icho chatumye abantu benshi bavukiye muri Egiputa batigeze, kwa sababu hawakusahau vitunguu vya Misri. Kubera ko batigeze hawakusahau ubaya waliofanya Misri. Tibigeze hawakuzisahau koti walizozivaa Misri. Tibigeze myambaro bari. Na baada ya kuwa wanakumbuka zile koti walizozivaa Misri, ndio maana jangwani wote waliangamia. Abo bose bashi. Maombi yangu si kwa mimi na wewe tuangamie. Maombi yangu ni mimi na wewe tufike Kanaani. Tuone ule mji ambao Baba yetu mbinguni ameuandaa kwa ajili yetu. Lakini ule mji hauwezi kuuona kwa sababu tu unaingia kanisani. Utauona kwa sababu umekiri Kristo na kuiacha dhambi. Sukuwa usangori bawinjiye gusamuza Imana ngo Imana nayo yakugirira neza cyangwa gusenga kwawe. Koti ulilo nalo litakufanya wa mzito kuresi nchi. Umwambaro wabaye. Siku moja Israeli imeingia katika vita. Mu gihe Israeli yinjiye mu ntambara, na mfalme Sauli vita vimekuwa na Wafilisti
umwami Sauli kuge barwana n'Abafilisitiya, na wana wa Yese walikuwa kule vitani, kubera ko bari bahanganye. Yese akasema nina siku sina habari za watoto wangu, wewe Daudi nenda kwanza uko angalia kama ndugu zako ni wazima. Sawa Daudi aravuga, Yesaya aravuga ngo ngizigere ntamenya amakuru y'abana banje kuko bagiye ku rugamba. Daudi alipofika tu uwanja wa vita, aza gutuma Daudi ku rugamba. Siku hiyo hiyo Mfilisti Goliathi alipanda kwenye mlima kuyatukana majeshi ya Israeli na Mungu wa Israeli. Uwo munsi Daudi yumvise Goliathi atuka abana b'Abayisraeli akabatukana n'Imana yabo. Moyo wa Daudi uliraruka moyoni. Daudi arababara cyane. Daudi alisema huyu ni mtu wa namna gani amtukane Mungu wangu? Daudi aravuga ngo se ni gute uwo muntu huyu Mfilisti ambaye hajatahiriwa inawezekana amtukane Mungu wangu? Ni gute yotuka Imana yake? Kama Mungu alinipa nguvu nikamuua dubu kwa mikono yangu. Aza kwibuka kuko Daudi Imana yamuhaye imbaraga yica idubu n'intare. Mungu alinipa nguvu nikamuua simba na mikono yangu. Aravuga ngo Imana yamuhaye imbaraga yica. Inawezekanaje huyu mtu amtukane huyu Mungu? Ni gute uyu muntu yatuka? Daudi aliumia kwa sababu majeshi ya Israeli. Daudi aliumia kwa sababu ya Mungu ametukana. Daudi ababazwa na magambo ya Goliathi. Lakini leo kuna watu wanapigana kwa sababu ya dini au dhehebu. Ametukana dhehebu letu. Mtu yuko ni kupigana kwa ajili ya dhehebu, si kweli. Hari abantu simama kwa ajili ya Mungu aliyekutoa dhambini na sio dini. Haleluya. Amen. Daudi akaenda kwa mfalme akauliza kabisa, vipi mtu akimpiga huyu vipi? Daudi aragenda asanga uwarukuriye izo ngabo, aravuga ni gute uriya muntu ashobora kutukugo bwa Israeli n'Imana yabo. Kaka zake akasema wewe ndio acha mambo yako. Yale kudekadeka kwa baba na analeta paka hapa. Wewe toka huko. Sio kubwa tumekuchama huko zake kwa wewe vipi? Bakuru biwe bamubonye baramubwira ngo dore waje hano gukora iki, turakuzi n'ubwibone bwawe, waje gukora iki hano, genda usubire kuragira intama za so. Lakini ndogo alijua yeye ni nani. Ariko yari yababaye kuko magambo yako. Akaenda kwa mfalme akamuuliza, vipi mtu akimuua yule nini umeahidi kwake? Amina. Daudi atakuvuga ngo se ariko umuntu wakwica Goliathi yahabwa iki? Huyu mtu kwanza tampa binti yangu au mke wake. Kwanza hicho. Atakuwa ngo se uyu muntu wakwica Goliathi yahabwa iki? Mke bila mali. Haleluya. Daudi akamwambia mfalme, mimi ninapigana na yule jamaa. Daudi abwira umwami, wakampeleka katika chumba cha wanajeshi. Aramubwira ngo ndajewe ndamurwanya. Wakamagwanda, wakamvika magwanda mazito, bamwambika ya myambaro yo kuruga. Fikiria Daudi alikuwa bado ni mdogo Daudi yari akiri mutoya. Alipovaa kinga, chopeo, nini, viatu, nini na mikuki, mishale, vitu vingi. Alipopiga hatua ya kwanza ya pili akasema hapana, hivi vitu ni vizito, sitaweza. Amen. Daudi baba kumwambika ya myambaro yo rugamba agize wate. Na mimi leo ninataka nikwambie, leo useme kuwa hilo koti la dhambi ulilolivaa leo useme ni nzito, hautaweza. Nawe kumusi wanone vuga ngo rya koti liraremereye cyangwa se rya koti limeze neza bazugiye mbere. Ndio maana Daudi akamwambia baba yangu mfalme, mimi nitapigana, lakini haya makoti ni mazito, naomba niyavue niende mimi kama mimi. Haleluya. Kristo hataki ujipambe na mambo mengi, anataka aone moyo uko mtakatifu na safi. Umeamini katika Mungu hakuna lisilowezekana. Na pale utakapopiga goti umepoamini hilo, hata kama jambo ni zito kiasi gani, mbingu litafanya. Amen. Barikiwe. Ya kubera kuko bari bamaze kumwambika imyambaro, agize ngo atambuke umva ya myambaro atayishoboye, aza kuvuga ngo iyi myambaro jewe nimuyinkuremo, kubera kuko Dawidi yari akiri umwana mutoya cyane, imyambaro bari bamwambise yari ifite ibiro byinshi, aza kuyambura kubera kuko yibutse kuko Imana yamuhaye imbaraga arwanya intare n'idubu. Daudi akayavua yale magwanda, yambura ya myenda na kuondoka, aragenda na jiwe la kwanza tu, ibuye rya mbere. Lakini kabla ya kufika kwenye majiwe kuna maneno pale. Jawe ya limwe Filisti alisema hivi, kijana mdogo sana, Goliathi atakuwa umesimama kupigana na mimi. Umwana ngawe niwo baba rikabaze kurwana nanje. Mchana wa leo kichwa chako kitaliwa na wanyama wa angani. Aravuga ngo uyu munsi damu yako itatiririka kwenye ardhi hii. Ibisiga.
lakini Daudi alikuwa na mawe 5. Ariko Daudi Biblia izitubwira ko afite amabuye 5. Baadhi ya wasomi wanasema mawe 5 ni vipawa ambavyo vimeandikwa kwenye kitabu cha Paulo moja ya baraka 5 zaandikwa mu kitabu mwalimu mwinjilisti nini vitu kama hivyo. Lakini kuna mwalimu mwingine aliwahi kusema kuwa arudi mwandisi wavuze yale mawe 5 Daudi alitafsiri miungu mitano ambayo Goliath alikuwa anajivunia. Ya mawe 5 yarafite na jiwe la kwanza tu ibuye limwe gusa. Daudi akamwambia, wewe umesimama kwangu kwa manati, anambia wewe umeshamagara mbele yangu, lakini mimi nimesimama kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Na kurusete kwizera. Walimwengu mmoja akaniambia hivi, wakati wa kuombea wagonjwa usimuite Mungu Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi anaitwa wakati wa vita, kupambana na falme ya giza. Haleluya. Wakati wa kuombea wagonjwa muite Yesu, kwa sababu Yesu ndiye dokta wa madokta. Lakini wakati wa vita muite Bwana wa majeshi. Mara kila utakachokisema mbingu ikatikisika na majeshi ya adui yatakimbia na ushindi utakuwa ni wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo ninataka nikwambie neno moja ndugu yangu. Umunsi wano nataka kukubwira ijambo. Koti ulilonalo ni nzito. Koti wambaye linaremereye. Litakufanya kuwa mzito, utashindwa kupigana na adui shetani. Utatabasha kurwana na sababu shetani hawezi kwenda baa kutafuta walevi. Kubera ko shetani nagomba kuna kushaka. Sababu anajua baa ni watumishi wake. Shetani anaenda kushaka. Yesu anakuja pia, shetani anakuja kanisani kutafuta watu waliookoka ili waende baa. Shetani aza kushaka abantu bakishijwe. Sasa angalia hilo koti zito ulilolivaa. Ndio koti lilemereye. Je, litakufanya wewe uweze kushindana na shetani? Linakushogoresha kuwa wahangana na shetani. Nikwambie siri nzito, shetani hawezi kukuogopa kwa sababu umesema unaamini Yesu. Shetani taagomba kukutinya kubwo. Maana Biblia inasema shetani anaamini na kutetemeka. Shetani anavuga ngo sasa kuamini kwako hakuwezi kuwa kigezo cha yeye kuogopa kukuingia. Tugomba kutinya umuntu ugo. Kama Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 baada ya kubatizwa alipanda nyikani siku 40 anaomba Mungu. Iminsi 40 Yesu asenga. Anatoka kwenye kifungo tu shetani yuko naye kama wewe ni mwana wa Mungu, jiwe liwe mkate. Muri ya masengesho ari kumwe na shetani. Sasa kama shetani alimwendea Yesu ambaye alikuwa ni Mungu mzima, lakini pia ametoka kwenye mafungo mazito, kifula mimi na wewe. Nimba shetani yasanga Yesu ahantu mu masengesho. Usivunjike moyo, kuna kitu wewe ku giti cyawe urumva Roho Mtakatifu ambaye Kristo ameahidi kumwacha kwetu. Umwuka wera w'Imana. Lakini Roho Mtakatifu hatakaa ndani yako kama unao koti. Ili Roho Mtakatifu akae ndani yako, ni lazima uache koti ulivue mbali. Upige hatua ulikokuwa ukae hapa. Ili Roho Mtakatifu akae ndani yako. Ndiposa vita vikija Roho yeye mwenyewe anashughulika. Haleluya. Kesho ukipita sehemu watu wanasema yule dogo ni mchawi, sio bure. Yule dogo sio bure, ni mchawi. Shida si kuwa wewe ni mchawi. Shida ni mamlaka ya Roho Mtakatifu yamekaa ndani yako, kwa sababu umeruhusu koti ulilolivaa zamani kufanya nini? Kulitupa. Na baada ya kulitupa lile koti, mbingu haiwezi kukuacha bure, kwa sababu utabaki bila msaada. Bila sababu uko kwanza kwambura iryo koti kugira ngo ubone imbaraga ziva mu ijuru. Koti kwa yule kipofu ulikuwa msaada kwake, lilimsaidia kwa baridi, likamsaidia kufanya vitu vyake. Kubera ko kuri koti byafasha iri apumi yumvaga imbeho mu gihe cy'imbeho. Sasa alipolitupa tu akajikuta hapo mkono mwa Yesu. Kubera ko yari mwisukuri ya Yesu. Na wewe utakapolitupa tu utajikuta kwa mikono salama wa Roho Mtakatifu. Nawe nutiryo koti ulisanga mu maboko ya Yesu. Nini kikutikisa na Roho Mtakatifu amepata nafasi? Lakini ni ngumu Roho Mtakatifu kukaa na kuzama kama bado koti lipo. Bado kama unakumbuka vitunguu vya Misri. Ariko nukomeza kwibuka ya koti ntabwo ushobora kuba wasubizwa.
Sikia swali sasa ya Yesu. Ikibazo cy'Imana